Upatikanaji wa mafuta nchini umeendelea kuimarika sana. Na ndio maana mtaona kuwa biashara ya mafuta hapa nchini imeendelea kuwa ya uwazi. Pamoja na hali hiyo, bado kuna kazi ya kufanya ili tuangalie kila namna ya kuhakikisha kuwa bei ya mafuta inakuwa halisi. Isiwe tu bei ambayo inatokana na kwamba premium zinakuwa hivi na hivi, ziwe ambazo ni halisi. Taarifa imeonyesha vile vile ukuaji wa mahitaji ya umeme, ambapo katika kipindi hiki tumetoka kwenye ukuaji wa megawati 170.5 mwaka 2022-23 mpaka kufika megawati 1645.25, sawa na ongezeko la megawati 174.7 kwa mwaka. Na kama tungechukua taarifa ya leo, maana hii ni ya mwaka wa jana, leo tunavyozungumza demand yetu peak yake imefika megawati 1900. Maana yake ni kwamba katika kipindi cha mwaka mmoja mahitaji ya nishati ya umeme nchini yameongezeka, na sasa tumefika megawati 254. Megawati 254 ni sawa na kujenga mradi wote upi wa Kidatu. Ujenge mara moja. Maana yake ukuaji wa uchumi wa nchi yetu kiashiria kimoja wapo ni hiki. Na mtu akija kukuambia kwamba uchumi haukui, moja ya kipimo cha kujua uchumi unakuwa, angalia namna taifa hilo linavyotumia umeme. Na hapa mtaona kwamba ukuaji wetu ni mkubwa mno. Taarifa imetupa tahadhari vile vile. Imetuonyesha kuwa itakapofika mwaka 2035 mahitaji ya umeme nchini yatafika megawati 8055. Na itakapofika mwaka 2030 mahitaji ya juu peak demand ya umeme nchini itafika megawati 4878. Hicho ndicho anachosema mbunge mwenzetu, mwenyekiti wa bodi, profesa ambaye amekuwemo humu kwa miaka mingi kuliko mwingine yoyote. Nilikuwa namuuliza Judith mwaka 85 alikuwa wapi? Akaniambia alikuwa kwa muumba wake. Kama tutaamua tukaridhika tusiwekeze kwenye nishati, na hili nalizungumza kila mahali, manake ni kwamba kule tunakoenda kwa uchumi unavyokuwa tutahitaji umeme mwingi zaidi. Lazima tuanze kujenga vyanzo vingine sasa. Miradi ya Ruhuji Rumakali, miradi ya Sora ya Kishapu, miradi ya upepo Singida, kienda miradi ya upepo kule Makambako na Jua, yote hii tuanze kuijenga sasa hivi. Na tutumie mradi wetu wa compact tulionao, ambako kama tutapata hizi fedha tuweke ujasiri mkubwa wa kuanza kuwekeza kabla hatujarudi hapa tena kujadili masuala ya mgao. Na hili litawezekana. Taarifa ya EWURA hii tulionayo imetuonyesha hatari ya kule tunakokwenda, tujiandae kuikabili hii hatari. Itashangaza sana hatari tumeiona leo, alafu tusichukue hatua leo kwa ajili ya kuikabili.